ya leo tusimame na wimbo nambari 170. Sitafuti mali wala utajiri, nataka kwaya nipate Mwokozi. Chuoni mwa ufalme niambie Yesu, jina langu yakini limeandikwaje, jina langu huko kitabuni mbinguni, limeandikwaje. Dhambi zangu nyingi ni kama mchanga, lakini damu yako Mwokozi yatosha, kwani umeahidi zijapo nyekundu zitakuwa nyeupe, hivyo theluji limeandikwaje, jina langu huko kitabuni mbinguni, limeandikwaje. Mji mzuri sana wa majumba makuu, walipo malaika mjini ovu, wakaao walio na mavazi safi, limeandikwa sasa, jina langu huko limeandikwaje, jina langu huko kitabuni mbinguni, limeandikwaje, limeandikwaje, jina langu huko kitabuni mbinguni, limeandikwaje. Baba wa mbinguni, Mungu, tunakushukuru kwa jinsi ambavyo unaendelea kutupenda. Tunakushukuru kwa nafasi ya uzima na afya njema ambayo umetujalia mpaka wakati huu. Asante kutufikisha tena katika siku. Asante kwa kutufikisha katika sabato ya mtakatifu, pumziko takatifu. Sasa Bwana, tumeingia katika masaa matakatifu, masaa ya sabato yako. Tunapofungua ibada hii na tunapoenda kuangazia maandiko matakatifu, tunaomba uwepo wako kawe nasi, ili tukajifunze vyema na tukapate neema na nguvu ya kutembea sawa sawa na mapenzi yako. Ukawe nasi Bwana, maana tunaomba na kushukuru ni katika jina la Yesu, amina. Okay. Bwana Yesu asifiwe. Jioni hii tunaenda kutafakari somo fupi lenye kichwa kinachosema matokeo ya uchaguzi. Matokeo ya uchaguzi ndilo somo ambalo tutaenda kujifunza jioni ya leo. Na kabla tuendelea, tunaweza tukatafakari kuhusiana na kichwa hiki, matokeo ya uchaguzi.
kwamba kumbe kila uchaguzi unaofanya una matokeo yake, na matokeo hayo yanaweza yakawa yana faida ama yanaweza yakawa na hasara. Na tunapoenda kujifunza sasa, tufungue kitabu ama maandiko matakatifu katika kitabu cha Mwanzo. Maandiko matakatifu katika kitabu cha Mwanzo sura ya 1 mstari wa 1 hadi mstari wa 5, ndipo ambapo tutatizama maandiko matakatifu. Neno la Mungu katika kitabu cha Mwanzo sura ya 1 mstari wa 1 hadi mstari wa 5, neno la Mungu linasema, hapo mwanzo Mungu aliumba mbingu na dunia. Wakati huu dunia ilikuwa haina umbo, tena ilikuwa tupu. Giza lilikuwa juu ya uso wa vilindi vya maji, na Roho wa Mungu alikuwa ametulia juu ya maji. Mungu akasema, iwepo nuru, nayo nuru ikawepo. Mungu akaona ya kuwa nuru na giza. Mungu akaona ya kuwa nuru ni njema. Ndipo Mungu akatenganisha nuru na giza. Mungu akaita nuru mchana, na giza akaliita usiku. Ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku ya kwanza. Maandiko matakatifu yametukumbusha mwanzoni kabisa maumbaji wa Mungu. Mungu alipokuwa anaumba, tunaona siku ya kwanza kabisa Mungu aliumba nuru. Na hii nuru tunayoiona ndiyo mwanga ama mwangaza. Kumbe mwangaza Mungu aliumba katika siku ya kwanza kabisa ya uumbaji. Maandiko matakatifu katika kitabu cha Mwanzo sura ya 1 mstari wa 6 hadi mstari wa 8, neno la Mungu linasema, Mungu akasema, iwepo nafasi katikati ya maji, ikawe maji na maji. Kwa hiyo Mungu akafanya nafasi, akatenganisha maji yaliyo chini ya hiyo nafasi na maji yaliyo juu yake. Ikawa hivyo. Mungu akaita hiyo nafasi anga. Ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku ya pili. Tunaona katika uumbaji wa Mungu, siku ya pili Mungu anaumba anga, Mungu anaumba mbingu, Mungu anaumba nchi. Maandiko matakatifu katika mstari wa sura ya 1 mstari wa 9 hadi mstari wa 13, neno la Mungu endelea kusema, Mungu akasema, maji yaliyopo chini ya anga na yakusanyike mahali pamoja, pawepo na nchi kavu. Ikawa hivyo. Mungu akaita nchi kavu ardhi, nalo lile kusanyiko la maji akaliita bahari. Mungu akaona ya kuwa ni vyema. Kisha Mungu akasema, ardhi na itoe mimea, miche itoayo mbegu, miti juu ya nchi itoayo matunda yenye mbegu ndani yake, kila mmea kulingana na aina zake mbalimbali. Ikawa hivyo. Ardhi ikachipua mimea itoayo mbegu kulingana na aina zake, na miti itoayo matunda yenye mbegu kulingana na aina zake. Mungu akaona ya kuwa hii ni jema. Ikawa asubuhi, ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku ya tatu. Maandiko matakatifu yanatuambia kwamba kwa siku ya tatu, katika ratiba na mpangilio wa Mungu, siku ya tatu Mungu aliweza kuumba majani. Siku ya tatu Mungu aliweza kuumba mimea. Siku ya tatu Mungu aliweza kuumba miti. Mungu alitenga maji na nchi kavu. Hili vyote vilifanyika katika siku ya tatu, siku ya uumbaji wa Mungu. Kitabu cha Mwanzo sura ya 1 mstari wa 14 hadi mstari wa 19, neno la Mungu linaendelea kusema, Mungu akasema, iwepo mianga kwenye nafasi ya anga, ili tenganishe usiku na mchana, nayo iwe alama ya kutambulisha majira mbalimbali, siku na miaka, nayo iwe mianga kwenye nafasi ya anga ya kutia nuru juu ya dunia. Ikawa hivyo. Mungu akafanya mianga miwili mikubwa, mwanga mkubwa utawale mchana na mwanga mdogo utawale usiku. Pia Mungu akafanya nyota. Mungu akaiweka katika nafasi ya anga iangaze dunia, itawale usiku na mchana, na ikatenganishe nuru na giza. Mungu akaona kuwa hii ni jema. Ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku ya 4. Tunaona katika siku ya 4 mianga mikubwa inaumbwa. Tunaona jua linaumbwa,
Kisha Mungu analitenga liwe linatawala mchana, liwe linaangaza mchana, liwe linatoa nuru yake mchana. Lakini sio hivyo tu, siku hii ya 4 Mungu pia anaumba nyota. Nyota anaziweka angani zitoe nuru wakati wa usiku. Si hivyo tu, Mungu anaumba mwezi. Mwezi pia anauweka angani utoe mwanga wake wakati wa usiku. Hii ni katika mpangilio wa uumbaji wa Mungu. Siku ya 4 mianga hii mikubwa Mungu aliiumba. Lakini Maandiko Matakatifu, kitabu cha Mwanzo sura ya 1 mstari wa 20 hadi mstari wa 23, neno la Mungu liendelea kusema, Mungu akasema, kuwepo na viumbe hai tele kwenye maji, nao ndege waruke juu ya dunia katika nafasi ya anga. Kwa hiyo Mungu akaumba viumbe wakubwa wa baharini na kila kiumbe hai kiendacho majini kulingana na aina zake, na kila ndege mwenye mabawa kulingana na aina yake. Mungu akaona kuwa hili ni jema. Mungu akavibariki akasema, zaeni muongezeke, mkayajaze maji ya bahari, na ndege waongezeke katika dunia. Ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku ya 5. Tunaona siku ya 5 Mungu anaumba samaki, sangara, mbuta, nyambuni na samaki wa aina yote tunaowafahamu waliumbwa katika siku ya 5 katika mpangilio wa uumbaji wa Mungu. Sio hivyo tu, siku ya 5 Mungu pia aliumba ndege mbalimbali tunaowafahamu wanaoruka angani. Mungu aliwaumba katika siku hii ya 5. Lakini sio hivyo tu, viumbe hai viliumbwa katika siku hii ya 5. Neno la Mungu kitabu cha Mwanzo sura ya 1 mstari wa 24 hadi 31, neno la Mungu liendelea linasema, Mungu akasema, ardhi itoe viumbe hai kulingana na aina zake, wanyama wa kufugwa, viumbe vitambaavyo ardhini na wanyama pori, kila mnyama kulingana na aina yake. Ikawa hivyo. Mungu akafanya wanyama pori kulingana na aina zake, wanyama wa kufugwa kulingana na aina zake, na viumbe vyote vitambaavyo juu ya ardhi kulingana na aina zake. Mungu akaona kuwa hili ni jema. Ndipo Mungu akasema, tufanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, wakatawale juu ya samaki wa baharini na ndege angani, juu ya mifugo, juu ya dunia yote, na juu ya viumbe wote watambao juu ya nchi. Kwa hiyo Mungu akamuumba mtu kwa mfano wake mwenyewe. Kwa mfano wa Mungu alimuumba, mwanamume na mwanamke aliwaumba. Mungu akawabariki na akawaambia, zaeni na mkaongezeke, mkaijaze tena dunia na kuitisha, mkatawale samaki wa baharini, ndege wa angani, na kila kiumbe hai kiendacho juu ya ardhi. Kisha Mungu akasema, nimewapa kila mche utoao mbegu juu ya uso wa dunia yote, na kila mti wenye matunda yenye mbegu ndani yake vitakuwa chakula chenu. Nao wanyama wote wa dunia, ndege wote wa angani, na viumbe vyote viendavyo juu ya ardhi, yaani kila kiumbe chenye pumzi ya uhai, ninawapa kila mche wa kijani kuwa chakula. Ikawa hivyo. Mungu akaona vyote alivyoviumba, na tazama, ilikuwa vizuri sana. Ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku ya 6. Tunaona siku ya 6 katika mpangilio wa uumbaji wa Mungu. Mungu anaumba wanyama wote. Wanyama wote tunaowafahamu, wanyama wote tunaowaona, tembo, mbwa, swala, wanyama wote kwa ujumla Mungu aliwaumba katika siku ya 6 katika mpangilio wake wa uumbaji. Sio hivyo tu, tunamwona pia mwanadamu, mwanamke, mwanamume. Maneno matakatifu ya Mungu yanasema kwamba mwanadamu pia aliumbwa katika siku hii ya 6. Lakini neno la Mungu katika kitabu cha Mwanzo sura ya 2 na ule mstari wa 7, neno la Mungu lina maneno haya: Bwana Mungu alimuumba mtu kutoka mavumbini, yaani katika mavumbi ya ardhi, akampulizia puani pumzi ya uhai,
naye mtu akawa kiumbe hai. Sasa kumbe kwa siku hizi sita ambayo mwanadamu ameumbwa, tunaona Mungu anatumia matio mbalimbali kuweza kumfanya mwanadamu. Mungu anachukua mavumbi ya ardhi, lakini katika hayo anaumba mfano wa mwanadamu. Baada ya kufanya hivyo, Mungu anapuliza puani mwake, puani mwa hiyo salama aliyotengeneza kupitia mavumbi ya ardhi, pumzi yake ya uhai. Na hapa sasa ndipo nafsi hai ya mwanadamu inatokea, na hapo ndipo mtu anakuwa hai. Lakini Maandiko Matakatifu kitabu cha Mwanzo sura ya 2 mstari wa 15 hadi mstari wa 17, neno la Mungu linasema, Bwana Mungu akamchukua huyo mtu akamweka kwenye bustani ya Edeni ailime na kuitunza. Bwana Mungu akamwagiza huyo mtu akamwambia, uko huru kula matunda ya mti wowote katika bustani, lakini kamwe usile matunda ya mti wa kujua mema na mabaya, kwa maana siku utakapokula matunda yake hakika utakufa. Tunaona sasa katika mfululizo wa siku hizi Mungu anafanya kazi zake kwa siku sita, na ndani ya siku sita hizi tunaona mwanadamu pia anaumbwa, ambaye mwanadamu anaumbwa kwa siku ya sita. Na tunaona mwanadamu anaumbwa kupitia mavumbi ya ardhi, anampulizia puani pumzi ya uhai, ndipo mwanadamu anakuwa hai. Lakini haijaishia hapo. Maandiko yanasema kwamba baada ya Mungu amemuumba mwanadamu, alimweka katika bustani. Baada ya kumweka katika bustani, alimpatia maagizo fulani ili aweze kuyafuata na endelee kufurahia mandhari ambayo ametengenezwa mwanadamu huyo. Mwanadamu anaambiwa ya kwamba katika bustani hiyo kulikuwa na aina mbalimbali za matunda. Katika bustani hiyo kulikuwa na aina mbalimbali za miti. Lakini kulikuwa na mti wa ujuzi wa mema na mabaya. Mwanadamu alipoumbwa akaambiwa na Mwenyezi Mungu ya kwamba matunda ya kila mti ulio katika bustani wanaweza kula matunda yake. Lakini Mungu asema ya kwamba lakini kuna mti ambao ni wa ujuzi wa mema na mabaya. Mungu aliwaambia kwamba matunda ya mti huo msiale. Sasa Mungu baada ya kuwapatia maagizo hayo, Mungu akaondoka, kwa ukabaki utaratibu sasa wao kufuata. Lakini haya ni ya yule mwanadamu wa kwanza aliyeumbwa. Kumbuka wanadamu tuko aina mbili, wanadamu tuko katika jinsia mbili. Kuna jinsia ya kiume, lakini vile vile kuna jinsia ya kike. Aliyeanza kuumbwa alikuwa ni yule mwenye jinsia ya kiume, yaani mwanadamu. Baada ya yaani mwanaume. Sasa baada ya kuumbwa huyu mwanaume, ndipo mwanamke pia aliweza kuumbwa. Maandiko Matakatifu katika kile kitabu cha Mwanzo sura ya 2 na ule mstari wa 18, neno la Mungu linasema, Bwana Mungu akasema, si vyema huyu mtu awe peke yake, nitamfanyia msaidizi wa kumfaa. Sasa kumbe mara baada ya Mungu amemuumba yule mwanadamu wa kwanza ambaye mwanaume, alisema kwamba si vyema sasa huyu mwanaume aendelee kuwa peke yake katika bustani hiyo ambayo amemuumba na akamweka humo, kwa sababu kwa upande wa ndege, kwa sababu kwa upande wa wanyama, kwa sababu kwa upande wa samaki aliumba na wenzake walikuwa wa aina mbili, jike dume. Na hapa ndipo Mungu akasema kwamba sio vyema mwanaume huyu asalie kwa peke yake, ndipo akasema nitamfanyia msaidizi. Kitabu cha Mwanzo sura ya 2 mstari wa 21 hadi mstari wa 22, neno la Mungu linasema, hivyo Bwana Mungu akamfanya Adamu kulala usingizi mzito, naye alipokuwa amelala akachukua moja ya mbavu zake akampafunika mahali pale kwa nyama. Na kisha Bwana Mungu akamfanya mwanamke kutoka kwenye ule ubavu aliochukua kutoka kwa huyo mwanaume, akamleta huyo mwanamke kwa huyo mwanaume. Neno la Mungu linasema kwamba sasa baada ya hayo, mwanadamu wa kwanza ambaye mwanaume ambaye ni Adamu alipewa usingizi mzito. Tunafahamu katika mihangaiko mbalimbali ya maisha, tunafahamu katika mihangaiko mbalimbali ya majukumu katika dunia, majukumu na kazi mbalimbali katika ujenzi wa taifa,
tunakuwa tunafanya kazi, hatimaye tunachosha nyingi, tunahitaji pumziko. Tunaweza kufikiria jinsi ambavyo tumefanya kazi kwa bidii na nzito, sasa unajikuta wewe unahitaji pumziko. Tunapitiwa na usingizi. Sasa usingizi unakuwa mororo. Biblia inasema kwamba Adamu akapata usingizi huo. Adamu akapata usingizi mzito. Adamu akapitiwa na usingizi. Na hapo ndipo Mungu kupitia ubavu wa huyo Adamu, kupitia ubavu wa huyo mwanaume, akamtengeneza tena mwanadamu mwingine ambaye ndiye huyo mwanamke, akaitwa Hawa. Lakini mstari wa 25 kitabu hiki cha Mwanzo sura ya 2, neno la Mungu linasema Adamu na mkewe wote wawili walikuwa uchi, wala hawakuoneana haya. Sasa mara baada ya mwanamke kuwa ameumbwa, sasa katika bustani ya Edeni wakawemo wanadamu sasa wenye aina mbili, akawemo mwanaume, akawemo mwanamke. Maandiko matakatifu yanasema kwamba wakawa katika bustani hiyo wako uchi, wakawa uchi, walikuwa hawaoneni haya, walikuwa hawaoni aibu, wakaendelea na maisha. Huu ndio ulikuwa mpango wa Mungu, kwamba waumbe wanadamu, lakini awaweka katika mazingira ambayo wataendelea kufurahia mazingira hayo. Sio hivyo tu, lakini waendelee kumtukuza, waendelee kumuhimidi, waendelee kumwabudu. Na ndio huo ulikuwa mpango wa Mungu. Lakini maandiko matakatifu yanakuja na historia nyingine ya kuvunja moyo kabisa. Tunasoma habari hizo katika kitabu cha Mwanzo sura ya 3, mstari wa 1 hadi mstari wa 19. Neno la Mungu linasema, basi nyoka alikuwa mwerevu kuliko wanyama wote wa porini ambao Bwana Mungu aliwafanya. Nyoka akamwambia mwanamke, kweli Mungu alisema kama msile matunda ya mti wowote wa bustanini? Mwanamke akamjibu nyoka, tunaweza kula matunda ya miti iliyoko bustanini, lakini Mungu alisema kamwe msile tunda la mti ulio katikati ya bustani, wala kuugusa, la sivyo mtakufa. Lakini nyoka akamwambia mwanamke, hakika hamtakufa, kwa maana Mungu anajua ya kuwa wakati mtakapojala macho yenu yatafunguliwa, nanyi mtakuwa kama Mungu, mkijua mema na mabaya. Mwanamke alipoona ya kuwa tunda la mti huo lilikuwa zuri kwa chakula na la kutamanisha na kupendeza kwa macho, tena inatamanika kwa kujipatia hekima, basi akachuma katika matunda yake akala, pia akampa mmewe aliyekuwa pamoja naye, naye akala. Ndipo macho yao wote wawili yakafumbuliwa, wakajiona kwamba walikuwa uchi. Hivyo wakashona majani ya mtini wakajifanyia nguo. Sasa tumeona wanadamu walipoumbwa, Mungu anawapatia maagizo kwamba wana ruhusa ya kula matunda ya mti katika bustani humo. Lakini Mungu aliwaambia kwamba matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya wasi matunda yake. Lakini hapa tunaona nyoka anatokea, kisha anawaambia kinyume cha jinsi ambavyo Mungu alikuwa amewaelekeza. Na hapa tunaona ya kwamba wanatii sauti ya nyoka, wanaiacha ile sauti ya awali ya maagizo ya muumbaji wao. Neno la Mungu endelea kusema, ule mstari wa 8, kitabu ni Mwanzo sura ya 3, ndipo yule mwanaume na mkewe waliposikia sauti ya Bwana Mungu alipokuwa akitembea bustanini jioni, wakajificha kutoka mbele za Bwana Mungu katikati ya miti ya bustani. Lakini Bwana Mungu akamwita Adamu, uko wapi? Naye akajibu, nilikusikia katika bustani nikaogopa, kwa sababu nilikuwa uchi, hivyo nikajificha. Mungu akamuuliza, ni nani aliyekuambia ya kuwa ulikuwa uchi? Je, umekula matunda ya mti niliyokuamuru usile? Adamu akasema, huyu mwanamke uliyonipa awe pamoja nami alinipa sehemu ya tunda kutoka kwenye huo mti, nami nikala. Ndipo Bwana Mungu akamuuliza mwanamke, ni nini hili ambalo umelifanya? Mwanamke akajibu, nyoka alinidanganya nami nikala. Hivyo Bwana Mungu akamwambia nyoka, kwa kuwa umefanya hili,
umelaaniwa kuliko wanyama wote wa kufugwa na wa porini. Utatambaa kwa tumbo lako na kula mavumbi siku zote za maisha yako. Nami utaweka uadui kati yako na huyu mwanamke, na kati ya uzao wake na wake. Yeye atakuponda kichwa, nawe utamponda kisigino. Kwa mwanamke akasema, nitakuzidishia sana utungu wakati wa kuzaa kwako, kwa utungu utazaa watoto. Tamaa yako itakuwa kwa mumewe, naye atakutawala. Kwa Adamu akasema, kwa sababu umemsikiliza mke wako na ukala kutoka kwenye mti niliokuamuru usile matunda yake, ardhi imelaaniwa kwa sababu yako. Kwa kazi ngumu utakula chakula kitokacho humo siku zote za maisha yako. Itazaa miiba na mibaruti kwa ajili yako, nawe utakula mimea shambani. Kwa jasho la uso wako utakula chakula chako hadi utakaporudi ardhini, kwa kuwa ulitwaliwa kutoka humo. Kwa kuwa wewe mavumbi, na mavumbi wewe utarudi. Matokeo ya uchaguzi ndiyo somo letu la leo. Tunaona mwanadamu tayari anaingia katika shida. Tunaona mwanadamu anaingia katika dhiki. Tunaona mwanadamu anaingia katika matatizo. Tunaona mwanadamu anaingia katika shimo la maumivu, shimo la uchungu, shimo linalotia huzuni. Mungu anapatia maagizo, lakini sio bahati, wanafuata maagizo ya kiumbe mwingine ambaye alikuwa hajawaumba wala kuweka humo. Lakini kwa nini joka? Kwa nini huyu nyoka alifanya hivyo? Hebu tupate historia kidogo. Hapo awali nyoka alionekana kuwa ni kiumbe mzuri miongoni mwa viumbe walioumbwa na Mungu. Nyoka alikuwa na miguu, nyoka alikuwa anapendeza, nyoka alikuwa anaongea, nyoka alikuwa ni mwerevu, nyoka alikuwa ni kiumbe mzuri, na ndio maana muovu akapitia huku. Kwa hiyo alichokifanya wanadamu wa kwanza kwenda kinyume ni shetani. Swali la kujiuliza, shetani ni nani? Kwa nini maandiko matakatifu tunaona kwamba walidanganywa na nyoka, na shetani anakuja kujaje hapa? Sasa ili kutambua hili ama kupata ufumbuzi wa jambo hili, inatubidi turudi katika historia ya mwanzo kabisa. Tumeona Mungu ameumba dunia hii na vitu vyote kwa siku 6. Sasa inatubidi tuangalie historia hii kwanza, turukie kwenye historia nyingine ili kuweza kupata utatuzi wa jambo hili. Kabla Mungu hajafanya uumbaji wa vitu hivi, hapo awali alikuwa anaishi mbinguni. Alikuwa anaishi mbinguni na viumbe ambao walikuwa wanamwabudu, ambao walikuwa wanamhimidi huko mbinguni. Mungu aliumba malaika mbalimbali huko mbinguni. Kabla Adamu na Eva hawajaumbwa, Mungu aliumba makerubi mbalimbali. Mungu aliumba masharafi. Sasa miongoni mwa makundi ya malaika ambao Mungu aliwaumba, kuna kundi la malaika wa makerubi, ndio waliumbwa pia. Sasa kwenye kundi la makerubi ambao ni malaika ambao Mungu alikuwa anaishi nao mbinguni, kuna kerubi mmoja ambaye Mungu alimuumba kwa tofauti zaidi ya malaika wengine. Na jinsi alivyoumba, historia yake yote pia imeandikwa katika maandiko matakatifu. Katika kile kitabu cha Ezekieli, maandiko matakatifu katika kitabu cha Ezekieli sura ya 28, ndipo ambapo tunapata historia pia ya habari hizi. Maandiko matakatifu kitabu cha Ezekieli mstari wa 13, neno la Mungu linasema, ulikuwa ndani ya Edeni, bustani ya Mungu, kila kitu cha thamani kilikupamba, akiki nyekundu, nyakuti manjano na zumaridi, krisolitho, shohamu na yasipi, yakuti samawi, almasi na zabarajadi. Kuwekwa kwa hayo mapambo na kushikizwa kwake kulifanya kwa dhahabu. Siku ile ulipoumbwa yaliandaliwa tayari. Mstari wa 14, kitabu cha Ezekieli sura ya 28, ulitiwa mafuta kuwa kerubi mlinzi, na kwa kuwa hivyo ndivyo nilivyokuweka wakfu. Ulikuwa kwenye mlima mtakatifu wa Mungu, ulitembea katikati ya vito vya moto. Ulikuwa mnyofu katika njia zako, hata siku ile ya kuumbwa kwako hadi uovu
ulipoonekana ndani yako kutokana na biashara yako iliyoenea, ulijazwa na dhuluma na ukatenda dhambi. Hivyo nilikuondoa kwa aibu kutoka mbingu wa Mungu, nami nikakufukuza kerubi mlinzi kutoka katikati ya vito vya moto. Tunaona hapa kuna madini mbalimbali yametajwa hapa. Haya ndiyo madini yaliyohusika kumuumba huyu kerubi ambaye aliumbwa kwa utofauti kabisa na malaika wengine mbinguni. Kumbuka sasa, aliumbwa huyu kiumbe kabla ya hapo wazazi wanadamu hawajaumbwa. Hapa ndipo kwenye historia ya nyuma zaidi, maandiko matakatifu yanatufunulia. Sasa huyu kerubi jina lake alikuwa anaitwa Lucifer. Aliumbwa miongoni mwa malaika mbinguni, lakini yeye aliumbwa kwa utofauti. Aliumbwa kwa madini tuliyosoma hapa ndio ambayo aliumbwa katika mwili wake. Na miongoni mwa madini aliyoumbwa ni madini ya moto. Alikuwa ni kerubi wa ajabu, alikuwa ni kiumbe wa ajabu, alikuwa ni malaika wa ajabu. Aliumbiwa moto, kana kwamba hata akipita kwenye moto alikuwa hawezi kuungua, kwa sababu yeye mwenyewe pia ni moto. Kwa hiyo ni kerubi ambaye aliumbwa kwa maajabu sana. Kerubi huyu vile vile alikuwa ndiye kiongozi wa malaika wengine mbinguni. Kerubi huyu anaitwa Lucifer, aliwaongoza malaika wenzake mbinguni. Kwa hiyo katika utaratibu wa ufuatano mbinguni, akitoka mwana wa Mungu Yesu, alikuwa anafuata utaratibu, alikuwa ni yeye. Kwa hiyo alikuwa na nafasi kubwa katika serikali ya mbinguni huyu Lucifer. Lakini sasa hivi alikuwa na uwezo wa kuimba nyimbo. Alikuwa ni mwimbaji, alikuwa na uwezo wa kuimba nyimbo 12 wakati mmoja. Sisi wanadamu hapa tunafahamu, tunaimba nyimbo mwisho kuishia sauti 4 tu. Sauti ya kwanza, sauti ya pili, sauti ya tatu, sauti ya 4. Na sauti hizi hauwezi kuzimba kwa mkupoa pamoja. Unaimba sauti ya kwanza, ukitoka hapo kubadilisha unaingia sauti nyingine, lakini huwezi kuzimba zote 4 kwa pamoja. Lakini historia inasema kwamba huyu kerubi, huyu Lucifer, yeye alikuwa na uwezo wa kuimba sauti 12, tena anaziimba kwa mara moja. Kwa hiyo alikuwa ni kiumbe wa ajabu, alikuwa ni kiumbe tofauti, alikuwa ni kiumbe mkubwa, kerubi afunikaye ambaye ndiye Lucifer. Lakini historia inasema kwamba baada ya kuishi siku nyingi, uovu ulionekana ndani yake. Na uovu unaotajwa hapa, ilifikia kipindi akatamani kuwa Mungu, akatamani kuwa kama Mungu, kwa sababu alikuwa anahusika kuingia katika ile mikutano ama ile mikusanyiko ya kujadili sasa jinsi gani ya kuendelea kuendesha serikali ya mbinguni. Na yeye alikuwa anapata nafasi ya kujumuika katika mikutano hiyo. Kwa hiyo alikuwa anaona jinsi Mungu anaabudiwa, kwa hiyo alikuwa anaona jinsi Mungu anapewa heshima. Akatamani hiyo heshima. Kwa nini yeye asiipate? Kwa nini hiyo heshima ipate Mungu, yeye asiipate? Akasema hapana, lazima nifanye juu chini, hii nafasi nipate mimi. Kwa hiyo taratibu akaanza moyoni mwake kufikiria hiyo, kwamba nitafanyaje sasa hii nafasi nichukue mimi? Kwa nini Mungu anafanywa hivi? Kwa nini Mungu anapewa heshima hivi? Kwa nini Mungu anaabudiwa hivi? Akawa anatamani hiyo jambo afanywe yeye. Sasa ndipo ilipofikia akaanza kampeni moja kwa moja. Akawa anampata malaika mmoja, anamuuliza, hivi unaona kweli tunachomfanyia Mungu anatufanyisha ni sahihi? Sio kwamba kwa nini tunamfanyia hivyo? Kwa nini tunamwabudu yeye? Kwa nini? Akaanza kampeni. Ili nafasi hiyo aichukua yeye. Baadhi ya malaika alipokuwa kuwaendea, walikuwa wanasema ni kweli Bwana, unaosema ni kweli. Lakini baadhi ya malaika alikuwa anawaendea, walikuwa wanamwambia, ndugu yangu, unapoelekea siko, achana kabisa na wale tuko, achana kufikiria mambo kama hayo. Kwa hiyo kukawa na mpasuko mbinguni. Miongoni mwa malaika wa mbinguni wakawa upande wake, lakini malaika wengine wakawa upande wa Mungu. Wengine wakawa wanamsupport ya kwamba ni kweli Bwana, ni kweli anachokifanya Mungu, hapana. Kwa hiyo akawa anapiga kampeni ya kwamba hebu naombeni wa hukumu nipe mimi. Ikiwa mtanichagua mimi sitawatesha kuniabudu hivyo. Na baada yake mimi kaza mtakuwa nyepesi. Mtakuwa na nafasi nyepesi. Sio muda wote tunaabudu Mungu, sio muda wote tunamwinamia, sio muda wote tunampa heshima. Hebu nichagueni mimi, mnipatie hiyo nafasi mimi sitawatesa kama Mungu anavyotesa namna hiyo. Malaika wengine wakashangilia wakasema ni kweli, wanasema ni kweli. Lakini malaika wengine wakasema hapana, wakasema kwa jambo hapana tu. Lakini Mungu yote anayaona, lakini Mungu yote anayafahamu.
yeye anafahamu mwanzo kabla hata haujafika. Mungu anafahamu mwanzo kabla ya mwisho. Mungu anafahamu mwisho kabla ya mwanzo. Kwa hiyo kila anachokifanya huyo kiumbe, kumbe Mungu tayari anakifahamu na anaendelea kukiona. Historia inasema kwamba Lucifer huyo aliitwa katika mkutano. Mungu akakaa kikao, akamuita kwa sababu ni mtoto wake mpendwa. Akaitwa Lucifer, akaambiwa, mwanangu, moyoni mwako kumeinuka kitu kidogo. Akakanywa, hakutaka kusikia. Historia inasema kwamba aliitwa mpaka mara 3, lakini hakutaka kusikia. Na ndipo hapo neno la Mungu katika kitabu cha Ufunuo inasema kwamba kukatokea vita mbinguni, Mikaeli na malaika zake wakapigana ile joka. Sasa Mungu akashindwa kuvumilia, kwa sababu mtu ama kiumbe aliyemuumba tayari naye atakuchukua utukufu. Amepewa nafasi ya kuongea, lakini hakutaka kusikia. Mbinguni kama na vita, mwana wa Mungu akawa anapambana na Lucifer, tayari kwa anapambana mbinguni, lakini matokeo yake kiumbe huyu Lucifer akashindwa. Matokeo ya uchaguzi, kiumbe huyu alikuwa na nafasi nzuri sana mbinguni. Kiumbe huyu alikuwa na nafasi njema sana katika serikali ya mbinguni, lakini kupitia matokeo yake aliyochagua yakamweka katika sehemu ambayo mpaka sasa ni ya majuto. Historia inaeleza kwamba tayari kiumbe huyu akashindwa kutoka kupitia jina la Lucifer ambalo ni jina zuri na jina takatifu, akabadilishiwa, na hapo ndipo akaanza kuitwa Shetani. Akabadilishiwa, na hapo ndipo akaanza kuitwa Lucifer. Kutoka na hapo ndipo akaanza kuitwa joka. Kwa hiyo akawa sio tena Lucifer, na baada yake akawa Shetani, na baada yake akawa ni joka. Maandiko matakatifu yanasema kwamba tayari akashindwa hiyo pambano. Sasa kwa kuwa ameshindwa, apeleke wapi? Mungu ikabidi amchukue, akamfukuza, akamtupa, akamtoa mbinguni. Akawa hana tena mamlaka katika serikali ya mbinguni. Na hapo ndipo alipofukuzwa. Kitabu kitakatifu kinasema kwamba alianza kutangatanga, akajiuliza niende wapi? Na katika uumbaji wa Mungu hajaumba hii sayari peke yake. Historia inasema kwamba Mungu ameumba sayari mbalimbali, na sayari zingine pia zina viumbe ambao Mungu anamwabudu. Kumbe si sayari hii peke yake ambayo ina viumbe wanaomwabudu Mungu, na baada yake kuna malimwengu na malimwengu mengi na mengi ambayo yana viumbe wanaomwabudu Mungu. Historia inasema kwamba baada ya huyu Lucifer kushindwa vita na baada ya kufukuzwa, alianza kwenda sayari moja baada ya nyingine kuomba makazi, kwa sababu makazi yake yalikuwa ni mbinguni. Na sasa amefukuzwa, hana pa kwenda, hana makao tena. Akaanza kwenda sayari moja hadi nyingine. Historia inasema kwamba baadhi ya sayari alizokuwa akienda, akibisha, walikuwa wanamfukuza, wanamkataa. Anatoka anaenda sayari nyingine, anabisha, wanamkataa. Lakini historia inasema kwamba akabahatika kwenda kwenye sayari ya 3, sayari inayoitwa dunia, na ndio hiyo ambayo wazazi wa kwanza na Eva waliumbwa na wakaishi huko. Na hapo ndipo alikuwa amepewa maagizo pia ya kuweza kufanya hotuba ndani ya sayari hiyo. Historia inasema kwamba kiumbe huyu baada ya kufika kwenye sayari hiyo, alipobisha hodi akakaribishwa. Baada ya kukaribishwa, ndipo hapo sasa akaweka kituo, na maandiko matakatifu yanamuita kwamba yeye ndiye Mungu. Akawa Mungu wa hiyo sayari, akawa Mungu wa dunia, na hapo ndipo akaiteka dunia, na hapo ndipo akawa ndiye kama Mungu wa ulimwengu huo. Kwa hiyo hapo ndipo tunapata madhara, matokeo ya dhambi. Wanadamu wa kwanza walikuwa wameumbwa wakapoteza nafasi ya uzima milele baada ya kufanya kitu ambacho walikuwa wamezuiwa. Huyu kiumbe baada ya kufukuzwa aliwaza na kufikia moyoni mwake kwamba kwa kuwa nafasi ya mbinguni nimeshindwa kuifanya, sasa ninampambana huyu Mungu. Akafikiria moyoni mwake, nitaanza kuharibu kila ambacho Mungu anakifanya. Nitaanza kuharibu ili nimkomeshe Mungu. Si nimefanya hivi amenishinda, nitaanza kufanya kila ambacho amekifanya mimi ninakiharibu. Na ndio maana alipofika duniani akafikiria alikuwa na ujuzi, kumbe kiumbe huyu ni ana ujuzi, ana uwezo. Akafikiria kwamba kwa hakika sayari hii wanadamu wameambiwa wasile, sasa mimi nafanya kinyume chake. Lengo langu tunamkomesha huyu Mungu. Kwa nini mimi anifukuza mbinguni? Kwa nini amenifukuza? Kwa hiyo akaanza kuharibu kila kazi ya Mungu. Na hapo
ndipo wazazi wa kwanza walikuwa wamezuiliwa kula tunda, akawaambia mnadanganya huyu Mungu. Anawaambia msile, kuleni. Anawaambia msife, hamtakufa, kwa sababu mimi nawapa siri sasa. Ikiwa mtakuwa kama yeye. Nao akawadanganya, akawatamanisha mamlaka kama aliyokuwa anayataka yeye ayapate akiwa mbinguni. Wazazi hawa wakaambiwa kwamba ikiwa mtakuwa kama Mungu, maana yake na wao watakuwa na uwezo wa kuumba tena, na wao watakuwa na uwezo wa kuabudiwa. Kupitia Eva, Adamu ndiye alianza kushawishiwa, akachukua tunda hilo na akampatia mmewe pia, wakawa wamevunja maagizo ya Mungu. Tukumbuke kwamba huyu Lucifer, huyu shetani, yeye aliyeumbwa hakuumbiwa umbo. Sisi wanadamu tuna umbo, tuna miili, tuna mikono miwili, tuna miguu miwili, tuna kichwa. Lakini huyu Lucifer yeye hakuumbiwa umbo. Yeye umbo lake, yeye hana umbo. Ni kama malaika hana umbo. Kwa hiyo kwa lugha ili tuweze kuelewana, ni kama upepo. Kwa shetani ni kama upepo, hana umbo. Sasa alipokuja katika dunia, alifikiria kwamba atumie umbo gani ili aweze kumnasa mwanadamu. Na hapo ndipo akafikiria, kwa sababu ana akili. Katika bustani kuna kiumbe mwerevu, nani ataangaza akasema ni huyu joka, sawa. Na ndio maana sasa akatafuta umbo la joka, akajifanisha kuwa joka, na ndio maana sasa akawafuata Adamu na Eva kwenda kuwadanganya. Kwa hiyo kupitia umbo la joka, umbo hilo likachukuliwa akaitumia shetani, lakini aliyetumiwa umbo lake pia akalaaniwa. Hapa tunapata kitu cha kujifunza pia. Unaweza ukawa mzuri kabisa, unaweza kuwa tabia njema kabisa, lakini kwa uzuri wako, lakini kwa upole wako, lakini kwa uelevu wako, mtu mwingine anaweza kusababishia matatizo. Tunaona joka tayari akapewa laana, uzuri wake kwa sasa ukawa ni uadui tena kwa wanadamu. Na wakati kabla ya hapo, nyoka alikuwa anaishi na wanadamu kawaida katika bustani, tena alikuwa na miguu mizuri, lakini kwa sasa nyoka ni adui wa wanadamu. Kwa hiyo kupitia utaratibu wako leo, mtu mwingine anaweza kufanya ukapoteza nafasi ulionayo. Uchaguzi, matokeo ya uchaguzi. Lakini si hivyo, hata sisi leo wanadamu, Mwenyezi Mungu ametupatia maagizo. Kama vile ambavyo Adamu na Eva waliumbwa na akapewa agizo la kwamba wasile tunda, hata sisi leo wanadamu tunaweza kujiuliza, sasa Adamu na Eva kwa nini walikula hilo tunda? Kwa nini wasingejikaza tu wasile hilo tunda? Kwa kuwa Mungu inaweza kuwa kwepesi kwetu leo kwamba kwa kweli walikosea, lakini hata sisi leo Mungu ametupatia hilo tunda. Hilo tunda kwetu ni amri. Mungu ametupatia amri 10. Sisi kama watu ametupatia amri 10. Amri hizo katika kitabu cha Kutoka sura 20. Kuna amri 10 hizo ametuambia kila mtoto wake lazima afuate utaratibu huo. Amri ya kwanza nasema yeye ndiye muumbaji. Hatakiwi kuwa na Mungu mwingine. Tunatakiwa tuheshimu wazazi. Tunatakiwa tukumbuke siku ya Sabato. Tunatakiwa tusiue, tusizini, tusiibe. Kwa hiyo kama ambavyo wazazi wa kwanza walipewa amri yao moja tu ya kutokula tunda, ndivyo na sisi leo Mungu ametupatia amri 10. Na sisi tuna nafasi ya kuchagua kusikiliza sauti ya Mungu ili tuweze kuwa salama, ama mkaidi kama walivyokaidi wenzetu. Lakini mara baada ya Mungu amewaambia kwamba kama watakula tunda watakufa, haimaanishi kwamba sasa watakufa milele. Ni kweli watakuwa kufa milele, lakini baadaye Mungu alikuja akamtoa mwanae pekee Yesu Kristo, kwamba kila anayemwamini anapokufa hiki kifo cha kwanza cha laana atakuja kufufuka na kuishi tena. Kwa hiyo hapa pia tunapata tumaini ya kwamba ijapokuwa tuna vitu vinatusonga na tupatia maumivu katika dunia, ni matokeo ya dhambi, na vitu vingine vinatupelekea mpaka tunapoteza maisha ni kwa sababu ya dhambi. Lakini lipo tumaini ya kwamba Yesu Kristo anakuja, na wote waliomwamini na kusikiliza sauti yake wataurithi uzima milele. Kurithi uzima milele maana yake kwamba watapata tena ule uzima ambao Mungu aliwaumbia kwao. Mungu atusaidie sana, ili anapokuja tuwe upande wake, ili anapokuja tupate nafasi katika uzima huo. Na katika maisha yetu ya kawaida tuombe nguvu ya kusafiri, kwa sababu majaribu ni mengi.
kiumbe aliyekuwa katika serikali ya Mungu ametupwa na dunia hii ambapo tumo leo. Kwa hiyo anaweza kutumia rafiki yako kujaribu na kuwajibia kabisa nafasi ya kupata uzima milele. Anaweza kutumia mtu wako wa karibu, anaweza kutumia bosi wako, anaweza kutumia mzazi. Kwa hiyo kila ambacho kinakuja kwako kipime na Roho Mtakatifu. Kama kwenda kinyume na Roho Mtakatifu, sema hapana. Ni kwa sababu tunaongozwa na nuru kuu ambayo ni maandiko ya Mungu. Kama ni ombi yako, kwa nini usisimame tunapoenda kuingia katika maombi ya kujitakasa, maombi ya kujikabidhi kwa Mungu, maombi ya kuomba uongozi wa Mungu, maombi ya kuomba nguvu ya Mungu, ili tunaposafiri tusafiri sambamba naye. Mtakatifu, mtakatifu Mungu Mwenyezi, tunakushukuru, tunasema asante kwa ajili ya siku ya leo. Asante kwa baraka zako ambazo unazidi kutupigania, kutulinda na kutetea Baba. Ingawa Baba tuko katika kipindi kigumu, kipindi kizito, lakini unaendelea kutuonekania mfano wa amani. Tunakushukuru Baba, tunasema asante. Asante Baba Mtakatifu. Tazama tunaikabidhisha mkononi mwako nchi yetu ya Tanzania. Baba, tunaomba ukasimame nasi Baba Jehova katika kipindi hiki. Simama nasi, ututetee, utupiganie, maana ni hali ambayo sio ya kawaida. Ni hali ambayo imetikisa dunia, ni hali ambayo imetikisa ulimwengu mzima. Roho Mtakatifu, tunaomba usimame nasi. Simama nasi Jehova. Tazama watu wako wametanda hofu, watu wako hawana amani, watu wako hawana furaha Baba mfalme wa amani. Tunaomba ukawe nasi, ututetee. Tunajua kwako hakuna lisilowezekana. Utakuwa pamoja nasi, utatuliza jahazi hili, nchi itakaa katika usawa wake. Roho Mtakatifu, tunaomba na kuamini. Tazama, asante pia kwa ajili ya pastor ambaye ameweza kutupa neno zuri, neno tamu. Baba, asante kwa kuweza kumuongoza. Tumelipokea Baba sana fadhila zako, na kila sababu ya kutukuza jina lako takatifu. Baba, asante. Bariki kila mmoja wako ambaye amepiga magoti mbele zako. Bariki familia zetu ambazo ziko nyumbani. Bariki watumishi wako ambao wako majumbani. Baba, tunaomba waondolee hofu waliokuwa nayo. Waongoze mfalme wa amani, uwainue Baba katika siku ya kesho kapate kuja ibadani. Roho Mtakatifu, naomba ukawaondolee hofu ambayo imetanda katika miili yao, katika mioyo yao. Baba, naomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu, unaishi na kutawala daima na milele. Naomba nikiamini. Amen. Baba, wewe uliye Mungu wetu, muumbaji wetu, mkombozi wetu, wewe ndiye mfalme na wewe ndiye Bwana. Wewe ndiye uliyeumba dunia hii na ukatuweka ndani ya dunia hii sisi wanadamu. Neno lako tumelisikia. Neno lako limezungumzwa na mchungaji mtumishi wako. Amenena nasi. Amenena na kila aliyesikia. Hivyo Mungu wa mbinguni, tumerudi sana miguuni pako kuomba rehema zako, huruma na upendo wako katawale ndani ya mioyo yetu. Tunao ndugu zetu ambao ni wagonjwa, waitamani wasikie sauti hizi, lakini kwa sababu ya afya zao kuwa mbaya, Baba tunakuita ukapate kunyosha mkono wako kwa wagonjwa hao ili wakapate kuwa na afya njema. Lakini kuna wengine ambao Mungu wetu katika masaa tunayozungumza wako katika majonzi, wamepoteza ndugu zao, wengine wamefiwa ndugu zao, wengine wamepoteza na ndugu zao, wanaomba msaada kutoka kwako. Nasi kwa sauti hizo tunakuita Mungu wa mbinguni ukapate kwa katikati yetu, ukatuongoze, ukatupatie furaha, ukatupatie amani ndani ya mioyo yetu, ili ya kwamba tunapokuwa tunaendelea kuishi katika nchi hii, Baba, tutumaini ya kwamba uko pamoja na sisi. Mungu wetu, katikati ndani ya hizo siku chache tumepitia wakati mgumu, na hata sasa hatujui ya kesho, hatujui itakuwa vipi, na siku zinazofuata bado tunaendelea kukuita
tunaendelea kuomba kwa sababu wewe ndiye unayetawala. Na wewe ndiye unayeweza kuzuia yote ambayo yanatokea. Yawe mabaya, wewe ndiye mwenye kuzuia. Hivyo Baba mbinguni, anapokuwa yakitokea haya, tunakuwa na tumaini ya kwamba wewe Mungu uko pamoja na sisi. Yapo mataifa mengine ambayo yapitia nyakati ngumu hizi, si kwamba hawakukulilia, si kwamba hawakuita, walikuita, walikuwa watakatifu, walikuita, lakini ndivyo hivyo ilivyokuwa kwao. Hata sisi pia Bwana, si kwamba si wema sana hata tukuite utukubalie, bali ni mapenzi yako Mungu wa mbinguni yakapate kutimizwa, na ufalme wako ukaje kwetu, na jina lako likatukuzwe Baba. Hivyo Mungu tunakuomba katika masaa ya usiku wa leo na hata masaa mengine ya mchana atakapokuwa akiendelea baada ya mpambazuko, tunaomba amani yako ikatawale. Ruhusu amani itawale. Ruhusu Baba mambo yakawe mazuri, ili kwamba wana na binti zako wakaishi vyema kama tulivyokuwa tukiishi zamani. Kila mmoja awe huru katika shughuli zake, kila mmoja awe huru kwenda anapotaka, lakini tunahitaji amani na upendo vikatawale katika nchi yetu. Baba, asante, umesikia. Tunahitaji tupatie kiongozi wa nchi mzuri ambao wanaweza wakaheshimu na kuheshimu vitu walivyo navyo au ndugu zao wanaoangalia kwa sababu ya uongozi wao. Maana pasipo hivyo machafuko yataendelea kuwepo katika nchi hii. Mungu wa mbinguni, tunapoingilie kati na ukatawale na ukaondoe hofu kwa kila mmoja wetu, na kila mmoja akawe shujaa na jasiri kwa sababu tumekuita na kuitaja jina lako. Lakini pia Baba, tuna uchaguzi wa viongozi wa kanisa ndani ya mwaka 2026, na miezi leo michache iliyobaki tutachagua viongozi watakao kuwepo katika mwaka unaofuata. Tunaomba pia tupatie Roho Mtakatifu atuongoze kuchagua wale wanaostahili, wale ambao wanaona kwamba wanafaa katika uongozi, ukawachague wewe na ukawatawale na ukawatakase na kuwaweka wakfu kwa ajili ya kazi yako. Hata viongozi wetu wa serikali wa baadaye tunawakabidhi mikononi mwako Baba. Yule utakayeona kwamba anastahili kuwa kiongozi na kutawala, tunakuomba Mungu wa mbinguni ukamwandae na kumtakasa na kumweka wakfu kwa ajili ya kazi yako. Awe mwenye hofu ya Mungu, mwenye kupenda watu na mwenye kuheshimu mali na rasilimali za nchi, ili kwamba kila mmoja aweze kufaidika na kufurahia utawala utakao umekuja mbele yetu. Tunaweka mikononi mwako usiku huu, tukiomba kwamba upendo wako, malaika zako watakatifu wakapate kutawala sasa na kutamalaki kwa kila kona zote za nchi na kuweka amani na kila mmoja katika masaa ya usiku haya. Mungu wa mbinguni, tunaomba ukaruhusu kila mmoja akapumzika katika banda lake, kila mmoja akapumzika katika kitanda chake, na usiku huu ukawa ni usiku mwema na mzuri wa kila mmoja wetu, ili tutakapopambazuka turudishe shukrani na sifa mbele zako, kwa sababu umesikia na ukatujibu na ukatutendea sasa na neema yako. Ndivyo tunavyoomba tukiamini katika jina lako Yesu, uliye Bwana Mwokozi wetu. Amen.